sana, nisiyoweza kuhesabu maishani mwangu. Umetutendea mambo makubwa sana, tusiyoweza kuyapima maishani mwetu. Umenitendea mambo makubwa sana, nisiyoweza kuhesabu maishani mwangu. Umenitendea mambo makubwa sana, nisiyoweza kuyapima maishani mwangu. Mambo makubwa sana, nisiyoweza kuhesabu maishani mwangu. Umenitendea mambo makubwa sana, nisiyoweza kuyapima maishani mwangu. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV. Kwa majina naitwa Catherine John, ni binti mjasiriamali. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya kuwepo katika ibada ya uzalishaji na kuuza ambayo inawapa wajasiriamali wote fursa ya kuweza kuonyesha bidhaa zao na pia kwa kuuza. Namshukuru Mungu, mwitikio ni mzuri sana kwa sababu ibada ya leo imekuwa kwa ajili ya kuwezeshana. Yaani hamna mtu ambaye amekuja bure. Kila mtu ambaye alileta bidhaa zake zimeweza kuuzika vizuri na tumefurahia pia. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo. Uitikio wa kila mtu umekuwa ni mzuri kwa sababu kila mtu ameweza kuelezea na kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho. Mimi binafsi namshukuru kwanza Mungu kwa hiki kibali na neema, kwa sababu sio kwamba nilikuwa niko mahali hapa, lakini pia nimekaribishwa. Kwa mtu yoyote kumbe anaweza kupata hii nafasi. Kwa karibuni sana. Hii nafasi na niseme hii fursa ni kwa ajili ya watu wote. Wala sio kwa ajili ya dini, wala sio kwa ajili ya makabila, lakini watu wote wanaruhusiwa kwa ajili ya kuja kufanya hii fursa. Karibuni sana. Mimi kama binti mjasiriamali naweza kuwashauri kwamba vijana wasiache kuthubutu. Chochote kile ambacho nasikia ndani yako unaweza kufanya, just do it. Kwa sababu hakuna kitu kidogo. Chochote kile ambacho unaona kwamba ndani yangu na uwito nacho wa kukifanya, nasemea zaidi kwenye masuala ya ujasiriamali na kwenye masuala ya biashara. Anza, usisubiri mpaka uwe nacho kikubwa. Anza na hicho kidogo. Mimi binafsi sikuanza na kitu kikubwa. Nilianza na kitu kidogo mpaka leo hii nimefika hapa, na naamini Mungu atanipeleka sehemu nyingine kubwa zaidi hapa. Mimi ni mama mjasiriamali. Kanisani kwetu kuna ibada ni uzalishaji ambayo inatufundisha kuzalisha, tena ule uzalishaji kwa haki. Maana tunaambiwa kwamba unapozalisha kwa haki, hiyo ni ibada. Kwa hiyo tunafundishwa namna mtu kuzalisha, kuto kukaa bila kitu chochote cha kufanya ili kuavoid ombaomba na kuwa maskini. Kwa mimi sasa, baada ya sauti hiyo ya kufundishwa uzalishaji, mimi nazalisha uzalishaji huu, nazalisha lishe. Lishe yangu ni lishe bora. Lishe yangu inaitwa Yaspi Quality Food. Na lishe hii nimeisajili, ina barcode kabisa. Lishe yangu ina michanganyiko, humu ndani nimeweka karanga, nimeweka ulezi wa kutosha, nimeweka ngano isiyokobolewa, nimeweka mchele, nimeweka na mchele. Kitu kikiwa ndani kwako hakuna anayejua kwamba wewe unazalisha kitu fulani. Ukitangaza mtu anaona, akivutia, anakupa oda. Kama ambavyo mimi leo nimepata oda nyingi sana za lishe
Nimepata oda nyingi sana za unga wa mtama niwatengenezee. Mwingine anataka lisha anaotaka ananiambia utaniingizia vitu fulani na fulani nitengeneze. Kwa hiyo namshukuru aliyeumba kwa ajili ya ibada hii. Ibada ni uzalishaji ya maonyesho ya leo. Kina mama nawaambia tusibweteke, tusiangalie umri. Wewe niangalie umri wangu nilionao, lakini bado nakimbizana. Sijabweteka. Ukibweteka ndio unaanza kusumbuana na watoto. Naomba hela lotion, naomba. Sijabweteka. Kina mama tusibweteke, tutoke tuzalishe. Anza na ulicho nacho. Hata ukiwa na mtaji wa 10,000 unaweza kaanza karanga, unaweza kaanza sado ya nyanya. Hivyo tu, ili mradi tu usione aibu ya kufanya biashara na usichague biashara ya kufanya. Naitwa Heri Kibali Halisi. Niko hapa kanisa Halisi. Leo tulikuwa na ibada ya uzalishaji. Ibada ya uzalishaji tunafundishwa kwamba uzalishaji tunazalisha kwa haki, na sisi tumepata fursa ya kuja kuleta bidhaa zetu hapa ambazo tunazizalisha. Kama ambavyo tunafahamu kwamba toka mwanzo Muumba alikusudia kwamba tuwe tunazalisha kwa haki na tunakula kutokana na kile tunachozalisha. Hata ukisoma katika kitabu unaona kwamba Paulo alisema kwamba asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo kila mmoja ili ale lazima awe na kitu cha kufanya ambacho ni cha haki na ni halali ambacho kitamletea kipato. Bidhaa zote ambazo nimeleta zimeuzika na wateja wamefurahia na wengine wamekosa pia. Kwa leo tulileta bidhaa za bakery, keki na biskuti. Bidhaa nyingine tunazo pia, huwa tunatengeneza pia jam, juisi. Lakini kwa leo tulikuwa na bidhaa hizo. Naitwa Furaha Halisi, ninajishughulisha na bidhaa za vikapu halisi kwa maana ya vikapu vya asili. Leo tulikuwa na ibada ya uzalishaji kwa maana ya ibada ya kufanya kazi bidhaa ambazo tunazifanya au shughuli ambazo tunazifanya. Kwa hiyo leo mwezi Abu tarehe 26 tuna hii ibada ya uzalishaji ambayo ndio imetufanya tulete bidhaa zetu mahali hapa, kila mmoja aweze kuziona na kuzinunua na kuzitangaza. Nileta bidhaa za vikapu na mwitikio ni mkubwa na tumepata wateja wengi na oda nyingi pia. Kwa hiyo namshukuru Muumba kwa mwitikio mkubwa wa wateja. Na waambia vijana kwamba ajira zipo, wafungue tu akili zao, waangalie fursa wanazungukwa na nini, wajitume. Sio wasubiri mpaka wapewe mitaji, lakini kuna biashara ndogo ndogo za mitaji wa shilingi 10,000. Leo tulikuwa na wauza mboga ambao mboga tu peke yake mchicha unaweza ukawa na shilingi 10,000, ukaenda kununua mchicha ukafunga mafungu ukapata shilingi 20,000 au 30,000. Lakini pia kuna biashara nyingine ndogo ndogo kama za ufugaji wa kuku, unaweza ukatafuta kuku wako ukafuga. Hivyo yani ni vitu vingi tu, wasisubiri mpaka waajiriwe, wajitume. Naitwa Nuru Halisi, ni meneja uzalishaji kwenye kampuni ya OneUp, kiwanda ambacho kipo hapa Tegeta na Manga, kiwanja namba 195. Namshukuru Muumba kwa ajili ya lango la leo. Ilikuwa ni ibada kubwa ya kipekee, ibada ya mauzo ya uzalishaji. Mgeni wetu rasmi katika meza zetu za mauzo ya uzalishaji alipata kibali cha kutembelea meza zote za uzalishaji na kujionea mwenyewe bidhaa moja moja ya kila ambaye uzao halisi amezalisha na anaendelea kuzalisha kwa safu yake. Tunamshukuru Muumba, ibada imeenda vizuri na kila mmoja amehamasika, hata wale ambao hawakuleta uzalishaji lango la leo, na wenyewe kuna namna ambavyo wamehamasika